Wenye bahati siku zote huwa hawabahatishi. Baada tu ya kumtangaza Jamhuri Kiwelu Julio kuwa kocha wa Mashujaa Football Club kwa mara ya kwanza, ingawa hakuwa sehemu ya benchi la ufundi, lakini Mashujaa Football Club imeibuka baada ya msoto wa muda mrefu wa kukosa alama tatu. Wameibuka mbele ya Mtibwa Sugar huko jijini Dodoma. Mimi Lusamwa niko na Leopard John. Tunaenda kuangalia ni namna gani ambavyo Mashujaa walistruggle kwa muda mrefu na sasa wamefanikiwa kupata alama tatu baada ya kumtambulisha Jamhuri Kiwelu Julio. Nyuma ya kamera ni Yusuf Ramadhani Mpuma. Leopard. Julio alitambulishwa Alhamisi usiku. Ijumaa jioni Mashujaa yanacheza na Mtibwa Sugar ligi kuu ya NBC. Wanapata alama tatu. Ni kismati kwa Julio au Mashujaa wamekutana na mchekea Mtibwa Sugar? Unapozungumzia timu ambayo ilikuwa ina mwendelezo mzuri, basi alikuwa ni Mtibwa Sugar. Kuanzia kwenye mechi yake ya Simba alipopata sare, alikuwa na mwendelezo mzuri. Kwa hiyo Mashujaa FC licha yeye kwamba alikuwa ana rekodi mbovu, alikwenda kucheza na timu ambayo pengine ilikuwa iko vizuri kwa sehemu moja ama nyingine kuliko wao. Lakini sivyo bahati, Manungu Tuliani, Mtibwa Sugar imeweza kufungiwa kupisha marekebisho ya muda ambayo TFF na bodi ya ligi waliweza kuangalia kwamba hakidhi vigezo, ndio maana wakaenda kutumia uwanja Jamhuri mkoa Dodoma kama sehemu ya mchezo huo kuweza kupigika. Lakini ukiangalia overall Mashujaa walikuwa na rhythm mpya ya uchezaji, unaangalia utulivu katika maeneo mengi, ndio kitu ambacho kilikuwa kinakosekana wakati akiwa na Mwalimu Salum Mayanga kwenye kikosi chao. Sababu ukiangalia shida kubwa ya Mashujaa FC ilikuwa haifungi. Nafikiri kwenye tangia msimu umeanza, Mashujaa huu ndio umekuwa mchezo wake wa kwanza amefunga zaidi ya goli moja kwenye ligi kuu ya NBC. Na kama sijasahau ndio mchezo wa kwanza wanashinda away. Yeah, of course. Ukiangalia mechi nyingi wamekuwa wana struggle, kuanzia game ya Young Africans, Simba, wakaenda pia dhidi ya KMC, wakaenda pia na Prisons, walikuwa wana struggle wakiwa katika uwanja. Ule Yanga sio ku struggle. Ule ni kuhangaika. Of course, kwa sababu walifungwa bao 6-0. Kwa hiyo unaangalia jana walikuwa wana style mpya ya uchezaji. Unaangalia pia selection kikosi cha mwalimu Charles Floyd ambaye ni kocha msaidizi wa timu ya Mashujaa, jinsi ambavyo alikuwa ameipanga. Ukiangalia kwenye eneo la midfield, Dunia Luwenge alikuwa bora jana kwenye lile eneo, though kulikuwa kuna watu kwa upande wa Mtibwa Sugar ambao tunasema ni bora. Kwa mfano mtu kama George Chota ni kiungo ambaye kila mmoja mtu anamfahamu kwenye lile eneo, alikuwa anafanya kazi yake kwa umahiri mkubwa. Lakini bado kuna ile fighting spirit pia iliongezeka. Jafari Kibaya jana anawafunga waajili wake wa zamani, na kimsingi yeye ndio alikotokea kwenye hiyo timu na alipatia misingi ya soka, kwa maana alitokea kwenye academy ya Mtibwa Sugar. Ndio maana unaona wakati anafunga bao aliomba radhi kwa mashabiki wa Mtibwa Sugar. Ule ni unafiki. Yeah, of course. Angekuwa hataki kuwafunga. Yani angekuwa anaona ni muhimu sana yeye ku disrespect Mtibwa, ni tatizo kwake, asingefunga angepiga nje. Kuna watu ambao alafu naomba msamaha. Kuna watu ambao kuna watu wage wanafunga na haombi msamaha. Nataka kukumbusha mtu kama Wilson Nangu amefunga JKT msimu huu akiwa na Simba, alishangilia. Na yeye alinyosha mkono. Yaani anaanza kukumbuka baadaye, lakini kwenye mzuka alikuwa kashaanza kureact. Lakini Kibaya moja kwa moja alikwenda lekomba radhi. Lakini pia unaangalia jana Mashujaa walikuwa bora. Tujikite hapo. Hivi huwa ina maana, yani unaifunga timu alafu unaomba msamaha, yani ina maana hiyo kitu? Inaonyesha kwamba kuna yani unathamini kile ambacho kinatokea, licha ya kwamba yani umetimiza majukumu yako kwa timu nyingine, lakini bado thamani yao unaikumbuka, unaheshimu kile ambacho ulikuwa nacho kwenye pale, kwa sababu Jafari Kibaya mimi binafsi yangu nimemfahamu akiwa na Mtibwa Sugar sambamba na Kensaro Mkihimbwa. Ilikuwa ni miongoni mwa vizazi ambavyo Mtibwa Sugar ndivyo wamevilea. Kwa hiyo jana kwa Kibaya kufanya vile ni wazi ana respect na ametoa heshima kuifunga klabu yake ya zamani, kwa maana yeye anafika Mashujaa alianzia kwenye klabu ya Mtibwa Sugar. So ameheshimu na kuthamini kile ambacho Mtibwa Sugar walikifanya kwa upande wake. Lakini binafsi yangu Mashujaa wameanza mguu mzuri compared, wanamalizia mechi zao za ugenini rasmi, wanarejea katika uwanja wa nyumbani la Tanganyika, of course Kigoma. Na mimi nafikiri mashabiki na wakazi wa mkoa wa Kigoma wamewamisi kwa sababu ni takriban miezi miwili wakiwa nje ya mkoa wa Kigoma. So wamekuwa wana hiyo motisha. Tumekuwa tunashuhudia mechi nyingine Kigoma, NBC kwetu imekuwa ni tumeimisi kidogo, tumekuwa tunaishuhudia kwenye television, lakini bado
Mashujaa anarejea nyumbani huku akiwa nafasi ana point 17 kwa maana kwenye mechi 15 alama 17. Bado Mashujaa anajitafuta kwa sababu ukiangalia nafasi aliyepo ameshinda mechi nyingi, lakini point bado ana struggle kwa sababu hakuwa na matokeo mazuri. Lakini bado ukiangalia kwenye rekodi, Mashujaa ndo anashikilia rekodi ya kuwa timu pekee ambayo wao ndo hadi mechi nyingi hawajaruhusu magoli, kwa sababu jana licha ya kwamba Eric Johora aliruhusu bao kwa mkwaju wa penalty ambalo alisababisha Yusuf Dunia Ruenge alimfika mshambuliaji wa Mtibwa Sugar, lakini bado yeye ndo anaongoza kwa clean sheet akiwa na clean sheet 6 kwenye ligi kuu ya NBC Premier League. Kwa hiyo unaona sio kwa bahati mbaya, inaonesha jinsi gani ambavyo Mashujaa FC wamekuwa wana nidhamu kwa kiasi chake kwenye eneo la kuzuia. Kuna kitu binafsi nimezoea kukiita unafiki wa wachezaji pale ambapo mwalimu mpya anapokuwa introduced. Kila mchezaji anajitahidi kupambana kumuonyesha mwalimu mpya kwamba mimi ninastahili kupata namba. Inawezekana performance ya jana dhidi ya Mtibwa Sugar ni kwa sababu Jamhuri Kiwelo alikuwa jukwani anawatazama vijana wake, ndio maana wakaimpress kwa kiwango kikubwa, ili kumshawishi Jamhuri Kiwelo atakapoanza majukumu yake ajue naanza na fulani ambao alifanya vizuri kwenye ile game. Yeah, of course jana tumeona Charles Fred ameestablish maingizo mapya kwenye kikosi. Mtu kama Nyenyezi Mangapi ni mchezaji ambaye hakuwa sehemu ya kikosi cha kwanza, kwa maana Nyenyezi Shaban ni moja kati ya wachezaji ambao walikuwa hawapati nafasi kubwa ya kuanza kwenye kikosi cha mwalimu Salum Mayanga, lakini jana alikuwa ni sehemu ya kikosi na unaona improvement yake kutokea upande wa kulia. Alikuwa anafanya kitu licha ya kwamba upande huo umekuwa una watu wengi, kwa maana kwamba yupo Salum Kihimbwa anaweza kamudu kwenye hilo eneo, Selemani Bwenzi anaweza kamudu kwenye hilo eneo, Mundri Vuai anaweza kamudu katika hilo eneo, lakini kuna ile improvement ambayo alitoa mara baada ya ujio mpya kama ya ujio wa kocha mpya, kwa maana kila mchezaji anaamini kwamba ule ndio wakati wake kuweza kuimprove. Jana tumeona kuna maingizo mapya, bwana mdogo kijana Bakari aliingia super sub na kufunga bao la 3. So unaona kuna ile fighting spirit ambayo inaongezeka mara baada ya mwalimu kuja mpya kwenye kikosi. Na hii imekuja sio tu hata wakati Mashujaa wanatana na kocha wao Mohamed Bares, na wakati huo timu inachukuliwa na Salum Mayanga, ndivyo ilivyokuwa. Morali ilikuwa ya juu, Mashujaa anamfunga Geita Gold, alikuwa ni Geita Gold I think msimu uliomalizika, Mayanga alikuwa amechukua timu. Kwa hiyo ni improvement ambayo inaongezeka na ile players kusema yes, hapa ndio wakati wetu. Wale ambao walikuwa hawapati nafasi wanasema ngoja tumshawishi mwalimu aweze kutuamini, na wale ambao wanapata nafasi ndio wanaongeza kwamba nafasi zao ziweze kuchukuliwa. Kwa hiyo kwenye timu inakuwa inanufaika moja kwa moja, kwa sababu mechi 6 Mashujaa FC bila ushindi 5, jana wanakuja kupata mechi ya 6. Unaona wanapata matokeo mazuri, ni furaha kwa Tanganyika, ni furaha kwa wakazi wa Kigoma, lakini pia inarejesha matumaini ya Mashujaa FC kuendelea kubakia kwenye ligi kuu ya NBC Premier League. Moja kati ya binadamu ambao walifurahi kwa mara ya kwanza kabisa baada ya kuwa msemaji wa Mashujaa Football Club, Said Steven Ndorobo alifanikiwa kupata matokeo ya ushindi. Yaani siku hiyo ya jana na ameanza kunenepa, mwili umekuwa mkubwa ghafla. Hii ilikuwa ni The Golden Boot, tunawazungumzia Mashujaa Football Club. Tukutane kwenye uwanja wa CCM Lake Tanganyika tarehe 18 ambapo Mashujaa Football Club watakuwa wanacheza mchezo wa FA.